Ibona mambo vipi? Mambo ni aje mwana familia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana Mange Kimambi bwana ameweza hapa kuposti katiba ya nchi ambayo Chadema wanataka vibadilishwe vifungu baadhi kwenye katiba na itengenezwe katiba mpya. Sasa moja kati ya kitu ambacho Mange Kimambi bwana amekisema ni ameposti hapa ukurasa kwenye katiba ambao au kifungu ambacho wanataka Chadema wakifanyie marekebisho. Unaona bwana, wakifanyie marekebisho. Hii ni katiba na hii ni moja kati ya peji kwenye katiba, na hapa ni kuna hiki kifungu kinasema katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu masharti ya katiba hii, tume ya uchaguzi haitalazimika kufuata amri au maagizo ya mtu yoyote au idara yoyote ya serikali au maoni ya chama chochote cha siasa. 12, hiyo ilikuwa ni 11. 12, hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza jambo lolote lililotendwa na tume ya uchaguzi katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. 13, katika utekelezaji wa madaraka yake kwa mujibu wa katiba hii, tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itashauriana mara kwa mara na tume ya uchaguzi ya Tanzania Zanzibar. Sasa kifungu ambacho Mange Kimambi anasema kinatakiwa kifanyie marekebisho ni hiki cha 12, ambapo anasema hakuna masharti, anasema kwamba hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza jambo lolote lililotendwa na tume ya uchaguzi katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Kwamba bwana hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza jambo lolote katika kwamba jambo lolote lililotendwa na tume ya uchaguzi katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Sasa Mange Kimambi bwana amekuja na kusema hii ni sehemu ya katiba yetu. Hii ndio maana tunalilia reform. Hatuwezi kuwa na chaguzi za haki bila ya vitu kama hivi kuondolewa kwenye katiba yetu. Katiba inasema kuwa kwenye uchaguzi last say ni mkurugenzi wa tume ya uchaguzi, na huyu mkurugenzi anateuliwa na rais. Yaani mtu aliyeteuliwa ndio atakaye amua mshindi wa uchaguzi na hakuna mtu yoyote wa kuhoji. Yaani anasema sijui hata hawa wapinzani walikuwa wanakubalije kufanya uchaguzi kwa mazingira kama haya. Ila Nyerere naye sijui alikuwa anawaza nini kutuachia hii katiba. Anasema nahisi hakuwaza kuwa kuna siku tutajikuta na viongozi ambao hawaifuati. So manake huyo ni Mange Kimambi. Anasema kwamba kifungu ambacho kinatakiwa kitolewe ni hiki ambacho kwamba kinasema mahakama yoyote kwamba hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza jambo lolote litakalo tendwa na tume ya uchaguzi katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba. Sasa komenti za watu hapa ni nyingi. Huyu akaja akasema kwamba nasemaje huyo? Anasema kwamba hivi kwa mnavyoona kupambana kwenye mitandao inaweza kusaidia au bora maandamano ya waziwazi. Anasema kwamba watu kujitoa, maana mimi hii naona kama haitafika mahali.
watu watapungukiwa nguvu kadri siku zinavyozidi kusonga mbele, na hii kitu itaisha kabisa. So huyu hapa anasema kwamba watu kuwa ma keyboard warriors haitoshi, haitokuwa na impact yoyote, kwa sababu kwamba kabisa anaona itafika pahali slogan itazoeleka na uchaguzi utafanyika kwa kama ulivyopangwa. Yakasa kwamba hii pia imewachanganya sana. Anasema huoni watu wanavyopapalika. Yakasa pia kwamba mhamasishaji mwenyewe yupo USA na hana uraia wa Tanzania na hana mpango wa kurudi Tanzania. Kwenye taifa alilopo kuna mauaji ya watu weusi, immigrants wanafukuzwa kwa sasa, na kwamba kwa sasa na matumizi ya silaha kusababisha mauaji ni makubwa mno. Umaskini kuongezeka USA, mitaa imejaa watumiaji wa madawa, lakini hazungumzi. Huyu akaja akasema kwamba kwamba hadi sasa hivi nishaona red flag, yani uchaguzi uko pale pale bila katiba mpya. Afadhali wa Tanzania wangejitoa tu kama Kenya. Hii ya mitandaoni ni waste time, kwa sababu kwa tatizo washika virungu wa nchi bado wapo gizani, wamelewa, hawaelewi wakati wao ndio kwamba wakati wao ndio wana hali mbaya. Huyu akaja akasema no reform no election. Ulikuwa sahihi sana wasanii kwamba ulikuwa sahihi. Wasanii walipangwa kuhusu mitandao, so wameanza kuonekana. Huyu akaja akasema wako wazi, kila mtu anataka kwamba kila mtu anataka nyimbo, sijui wanaposti huyu akaja akasema Tanzania wasanii wote, yani badala wawe upande wa wananchi wao wanakuwa upande sehemu ambayo wananchi wao hawataki.